mataifa yote kwa jina lake na kwa kufufuka kwake watahubiriwa. Mahubiri yatajikita kwenye nini? Kwenye toba na ondoleo la dhambi. Hicho ndio cha pekee kilichobaki, ndicho kilichomleta Yesu Kristo. Hakuna ziara ya aina nyingine aliyokuja kuifanya isipokuwa ni kuja kuanzisha kampeni ya kwamba watu wahubiriwe habari ya toba na ondoleo la dhambi. Hiyo ndio pekee. Na wanapohubiriwa hiyo, adui mkubwa anakuwa ni shetani na dhambi. Usifanye mtu kuwa adui yako. Adui yetu sote ni shetani na nini? Na dhambi. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo sasa nikawaletea katika kongamano hili wazo linalosema tufufuke na Yesu na kuzaa matunda. Sasa salamu itakuwa hivi. Mimi nitasema tufufuke na Yesu. Nikisema tufufuke na Yesu, wewe useme na kuzaa matunda. Nikisema tuzae matunda, usiseme kama ulivyoanza kusema. Useme kwa kufufuka na Yesu. Sio kama tumeelewa. Tufufuke na Yesu, utasema na kuzaa matunda. Nikisema tuzae matunda, sema kwa kufufuka na Yesu. Haya, tuanze. Tufufuke na Yesu. Tufufuke na Yesu. Tuzae matunda. Tuzae matunda. Kwa hiyo sasa wito wetu ni kufufuka na Yesu. Lakini lengo la kufufuka na Yesu ni kuzaa matunda. Na maana yake nyingine kwa vice versa, kuzaa matunda hakuwezekaniki bila kufufuka na Yesu. Sasa naunganisha vipande vyote vitatu. Ijumaa kipande cha kwanza kilikuwa pamoja na Yesu msalabani. Basi tuliongea mengi. Na kipande cha pili cha jana kinasema msalaba ni nuru gizani. Na kipande cha leo cha mwisho kinasema kufufuka ni nguvu ya kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio summary. Na tunaposema tufufuke na Yesu na kuzaa matunda, sasa kama unataka kwenda na mtiririko vizuri, kuna kiunganishi. Kuna kiunganishi ambacho ni tuwe. Manake utasema tufufuke na Yesu na kuzaa matunda. Tuwe pamoja na Yesu msalabani. Alafu ule msalaba ni nuru, unakuja kuunganisha sababu au kwa sababu msalaba ni nuru gizani. Alafu kipande cha mwisho utaunganisha na kufufuka ni nguvu ya kuzaa matunda. Sasa naomba sasa unishike vizuri, tufuatane kwamba tufufuke na Yesu na kuzaa matunda. Ili tufufuke na Yesu, tuwe pamoja na Yesu msalabani, kwa sababu msalaba ni nuru gizani na kufufuka ni nguvu ya kuzaa matunda. Tayari mahubiri yameisha. Tuko pamoja? Narudia tena. Tufufuke na Yesu na kuzaa matunda. Ili tufufuke na Yesu, tuwe pamoja na Yesu msalabani, kwa sababu msalaba ni nuru gizani na kufufuka ni nguvu ya kuzaa matunda. Hayo ndio mahubiri ya Pasaka. Sasa niliposema pamoja na Yesu msalabani,
ninadondoa tu kidogo. Tulisoma kwamba Yesu alipoinuliwa msalabani, kitu cha kwanza alimtupa nje yule mshtaki wetu Ibilisi na ufalme wake wa giza wa dhambi, alimtupa nje. Kama bondia aliye na nguvu, anatunisha misuli, anamkamata mpinzani wake, anambwaga nje ya, sio mnaona kuna kawigo, sio alimbwaga humo ndani kama hapa. Shetani alibwagwa huko yao kule. Halafu kitu kingine, akawavuta watu kwake akiwa msalabani. Ndio maana akasema pamoja na Yesu msalabani. Sasa hapo msalabani kulikuwa na andiko lililolisema kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akimpatanisha ulimwengu na nafsi yake. Umeelewa hapo? Alipokuwa msalabani, Yesu Kristo aliwavuta wote kwake katika nafsi yake. Ndani ya nafsi yake Mungu alikuwemo ndani ya Kristo, alikuwa anafanya kazi ya kupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Kwa sababu ya dhambi, watu walikuwa ni adui wa Mungu. Na ndio maana hata kuna wimbo wameimba wanakwaya kwamba katika msalaba sisi tuliokuwa wawili alitufanya kuwa mmoja, tuko pamoja. Sasa walipoimba sisi tuliokuwa wawili alitufanya kuwa mmoja, kwenye maandiko hayo yanakuja kwamba hawa wawili ni taifa la Wayahudi ambao wao walikuwa wamechaguliwa katika Ibrahimu kufanywa taifa kubwa ambalo liliitwa ni tunu kwa nani? Kwa Bwana, na lilikuwa linamjua Mungu. Sasa hilo taifa likaanza kuwaona watu wa mataifa ambao ni sisi kwamba sisi hatufai, wakakosa upendo kwa mataifa mengine. Kwa hiyo sasa matokeo yake wakawa wanawaweka pembeni. Na ukiingia ndani utakuta kwamba mpaka walianza kuwaita ni mbwa watu wa mataifa ambao ni sisi. Sasa Mungu akaona kwamba hawa watu hawajui mpango wangu, hawajui kwamba nilianza na wao, lakini ninalenga ulimwengu wote atakapozaliwa Yesu Kristo. Hawa vipi? Ndio maana akawaambia visivyopasuka, hiki msile, hiki mle, hiki msile, hiki mle. Ukila hiki ni kichafu na najisi, ukila hiki hakifai, ukila hiki unaijua Walawi. Ndio maana yake, ndio mpango. Hawakuwa wanyama wale, walikuwa ni watu wa mataifa sisi. Hawakuwa ni wanyama. Kenda alifungua fumbo hilo kwa Kornelio katika Matendo ya Mitume sura ya 10. Kisoma mstari wa 28, utakuta amesema niliitwa kwenu watu wa mataifa. Petro anasema nikakataa nisije nikasema mnajua sisi Wayahudi hatushikamani na taifa jingine wala kuwaendea. Akasema lakini alinionya Roho wa Bwana kwamba nisimuite mtu awaye yote mchafu wala najisi. Kwa hiyo sisi tulikuwa wachafu. Kwa hiyo pale msalabani kwenye nafsi ya Bwana Yesu alitupatanisha na nafsi yake, tukakutana katika Kristo, Wayahudi na sisi watu wa mataifa ambao tumehubiriwa kwa imani kwa mtume ambaye ni Paulo alipoeneza injili kwa kasi. Kwa hiyo Wayahudi na mataifa ambao ni sisi tukawa mtu mmoja, na ndio hapo tunahubiriwa na tunahubiri upendo ni lazima. Hata kama si umemwona, uite tu majembe yalipo pamoja hayakosi kufanya nini? Kugongana. Uite tu kama kuna tofauti hizi,
Lakini ukiita ni adui, ukimchukia, maana yake unarudi, yani unateremka msalabani, unashuka kwenye msalaba. Si pamoja na Yesu msalabani. Wewe ukikataa kumpenda mwingine, maana yake umesema mimi nashuka na kwenye msalaba lako Yesu. Mimi nashuka kwa sababu nimemuonapo huyu, mimi nashuka. Na ukishuka utajimaliza mwenyewe. Utaenda wapi? Ndio maana waimbaji naimba, usingekuwa msalaba, wokovu huu ningeupataje? Watu sikuambia mimi natunga hivi, na mwalimu alikuwa natunga na mimi natunga, si ndio? Tumepatania. Hata ukimuuliza, hatukuwahi kukaa kikao, ila Roho alikuwa amekaa kikao na anagonganisha neti wetu. Sasa tuliposema msalaba ni nuru gizani, maana yake sasa katika msalaba huo inasema kwamba Yesu anaangaza pale ambapo kuna chuki, kuna maumivu, kuna shida, kuna kuonewa, kuna kukataliwa, kuna mahali nafsi ina maumivu. Unajua ukisimama, ukikaa, ukitafakari, yapo yanayokuumiza. Hata kama wote mnapenda, hakuna anayekuumiza, lakini pengine magonjwa ambayo yote hayo ni dhambi tu na shetani. Hayo ni ya shetani na sio ya Mungu hayo. Mungu si anatuwazia mema siku zote. Kwa nini tuyaite hayo ni ya Mungu? Kwa hiyo msalaba ni nuru, kwa maana tunapotaja msalaba tumetaja Injili. Na tunapotaja Injili, tunapohubiri Injili, kama hakuna mateso ya Yesu, kifo cha Yesu na kufufuka kwa Yesu na mkazo wake, ni kwamba tutubu kwa ajili ya dhambi ambazo zinaweza kutuvamia, maana ndicho kilichomleta Yesu na ndicho Mungu alichukia kwetu. Lakini kwa sababu ya upendo wake akasema, kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda ulimwengu, for God so loved the world that he gave his only one son, and whoever believes in him should not perish but have eternal life. Ekimulungu obatokwa bamuse bose unaho omuinako mwana wakwe nyakamo keke bole mundu uwanzunya mwana aleke kuyagala aleo abize na bupanga utoshila. Na lugha nyingine kama kuna mtu mwenye lugha nyingine ningemkaribisha na yeye akasema hako kakibwagizo. Usiseme mbona amesema ya kanda ya ziwa tu, au niseme na vile hawapo wala niseme na lugha gani? Lakini ni njia ya kutuweka sawa kwamba watu ni wengi na lugha ni tofauti. Hakuna lugha iliyo mbaya. Usikwazwe na lugha ya mtu. Mungu anapenda lugha zote. Sasa hivi maandiko yanatafsiriwa kwa lugha, kila aina ya lugha, si ndio? Hii ni kwa ajili ya upendo wa Mungu. Nuru inang'aa gizani. Nuru ni Yesu, na huo msalaba ndio Injili ya Yesu Kristo, kifo cha Yesu Kristo na kufufuka. Kwa hiyo ndio maana tunajikita kuhubiri Injili. Na Paulo alisema, sionei haya Injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Kwa hiyo sasa tunapohubiri Injili, unasimama. Ninaposimama siwazi sijui nani alikosea. Niliwaambia kwamba huwa ninapotunga mahubiri sifikirii shida za watu kwamba halafu ngoja niweke haka kwa sababu huwa wanafanya hivi, naweka haka kwa sababu nitakuwa nimefilisika. Unasahau yote, unasoma hayo maandiko, unaanza kumwomba Mungu atanipeleka wapi, utasema nini? Unakaa unasubiri Mungu utasema nini. Ukianza kukaa kutunga stori za watu utachanganyikiwa. Na pointi ya tatu ndiyo ya leo,
kufufuka ni nguvu ya kuzaa matunda. Ndiyo ya leo. Kadoti ka kwanza. Nimechukua mistari kabisa pure. Sivurugi mchuzi hapo. Nimechukua pure kabisa. Ila naongezea ka point. Kale ninako kaongezea pale ndiko ninakotaka mkaelewe. Ka point hapo, kadoti ka kwanza. Kristo ni kama mume mpya. Katika habari ya kufufuka na Yesu na kuzaa matunda, kwa habari ya maandiko ya Warumi hiyo tuliyosoma, Warumi 7 mstari wa 4 hadi wa 6, nimeenda sana. Anasema kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria ya mume. Ndio ukiona hivyo ni kwa sababu ya kaskrini yetu. Tunamshukuru Mungu alitupa hiyo, na wabarikiwe wana wa Mungu waliojitoa. Mwanzo huo ni mwanzo, lakini tunaendelea. Ngoja nisome kwenye maandalio yangu. Maana tukianza kufunua Biblia, Bible, tunaweza kuchukua muda mrefu. Kristo ni kama mume mpya. Maandiko yake. Kwa nini nimesema ni kama mume mpya? Neno liko pale. Kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yuhai, bali akifa yule mume amefunguliwa ile sheria ya mume. Kwa hiyo Paulo akasema, utanielewa tu huko mbele, kwamba sheria ya mume tunapofungisha hapa ndoa, tunasema mpaka kifo kitakapo tutenganisha. Kama kifo hajakitutenganisha, ni mke wako, ni mume wako. Sasa sheria iko hivyo. Inatoka hiyo sheria mara moja, hakuna kikao. Kikao ni mauti kikupata. Kimemaliza kikao. Sijui kamwombea mke wako au mume wako kwamba umechoka naye, mpaka achoke naye kuwa na wewe. Mungu akichoka kwamba huyo ni mnyang'anya, anakunyang'anya. Wewe usichoke naye. Punda afe mziko uvike. Ni mume wako, ni mke wako, yuko safi tu, ila tu umemzoea. Mbona uliwaacha wengine ukamfuata? Yuko vizuri, ila tu hata nyama ukianza kula nyama kila siku, utahitaji na maharage. Sawa, lakini kwa mke au mume hakuna cha kumchoka, hakuna cha maharage. Yeye ndiye nyama, ndiye supu, ndiye pizza, ndiye ukweche na kila kitu, mpaka atakapoondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo ameanza ni kama mume. Tutaona huko mbele. Sasa tunamaliza huo mstari. Tunakuja kadoti kapili. Kadoti kapili anajitahidi. Wakristo wako huru mbali na sheria. Wakristo tuko huru mbali na sheria. Na sheria hiyo ndiyo amri 10, na sheria hiyo ndiyo Torati, na sheria hiyo ndiyo inayotiririka kusema usiwe na miungu mingine ila mimi, usilitaje kule jina la Mungu wako, waheshimu baba yako na mama yako, upate miaka mingi na heri duniani, usiue, usizini, usitamani, ndio hiyo. Sasa unaambiwa hapa uko huru mbali na sheria. Uko huru. Kuwa huru maana yake tunafahamu
usinijue. Ulikuwa na nani, lakini sheria usinijue. Lakini ukiendelea kwa sio mbaya, sio sheria sio mbaya. Au zile amri fikiri ninafundisha kufanya vibaya. Kwa hiyo maandiko yake yanasema nini? Basi wakati awapo hai mumewe, kama akiwa na mume mwingine, huitwa mzinzi. Ila mumewe akifa amekuwa huru, hafungwi na sheria hiyo, hata yeye si mzinzi ajapoolewa na mume mwingine. Kristo ni kama mume mpya. Mume wa zamani nani? Sheria. Sheria ni mume wa zamani. Umeolewa na mume mwingine. Nani? Aliyefufuka katika wafu. Bwana Yesu asifiwe. Kadoti katatu kanasema aliyefufuka ndiye awezaye kuzaa matunda. Aliyefufuka ndiye awezaye kuzaa matunda. Kinyume chake, ambaye hakufufuka hawezi kuzaa matunda. Ambaye atabaki kwa mume sheria hawezi kuzaa matunda. Ndiyo maana yake hiyo. Si kama mtaelewa. Hiyo ni theolojia ya Paulo, ni ngumu. Huwa wanaivurunda watu. Akiingia humo anachanganya na matakwa yake na mawazo yake, hapo anaichafua kweli kweli. Lakini Paulo ni mtume aliyekubalika, hakuna aliye na shaka. Ameitwa na Yesu Kristo. Na Yesu Kristo alikutana na Paulo akiwa amefufuka. Kumbuka Paulo alikuwa kidunju alipokuwa na uawa Stefano. Wanaponda mawe, Paulo anakusanya yale majoho ya watu, wana majasho, wanainua mawe kumponda Stefano. Paulo anashadidia, anashangilia, ponda, chukua lile zito kabisa, weka kichwani, anakusanya. Alikuwa anashangilia. Huyo ndiye tena amegeuka, amekutana na nani? Na Yesu Kristo. Ni vizuri tukutane na Yesu Kristo. Lakini kumbe alipokuwa naponda mawe, alipokuwa nafanya hivi vyote, alikuwa tayari ameshavutwa juu ya msalaba. Hapo anafanyiwa manjojo. Bado muda wake. Kwa hiyo sasa, aliyefufuka ndiye awezaye kuzaa matunda. Maandiko yanasema hapo, kadhalika ndugu zangu, ninyi pia mumeivia torati. Kwa njia gani? Kwa njia ya mwili wa Kristo, ili iweje? Ili au mpate kuwa mali ya mwingine. Nani huyo? Yeye aliyefufuka katika wafu. Kwa kusudi lipi? Kusudi tumzalie Mungu matunda. Ndivyo mnaandika. Kumbe Kristo ni mume mpya. Ni kama mume mpya. Kwa hiyo wa Kristo, yani ukiitwa Mkristo maana yake ni mfuasi wa Kristo. Maana yake wewe umevutwa pale msalabani. Umevutwa. Na ulipovutwa msalabani ukawa pamoja naye, huko ndani ukamkuta Mungu yumo ndani, anawapatanisha, anawakuta, anawaunganisha na nafsi yake. Nafsi yake. Na ndio maana nikasema ule wimbo wa mimi niliitazama nikaita tausi. Unajua tausi ni ndege. Ni ndege ambaye ni show. Ukimkuta milio yake inapendeza sana. Halafu ana maringo, anaweza akatuna kidogo, akatanua mkia. Halafu mkia kama una rangi za blue na dhahabu na nini. Hata kama wewe eti unajifanya kupotezea uwezi, ukipotezea unaenda utajigonga, lazima utamtazama. Halafu baadaye anakuja mkia wake, anajifunika hivi, na huko nyuma ukiangalia anaanza kukuonyesha maua.
Alafu akiurudisha hivi, akiinama hivi, huku nani zile rangi zimechorwa, yani vile vinyoya vimepangiliwa vinalani hapo. Unaweza ukakaa hapo masaa, ujui kama umemaliza dakika 20, unafikiri umeangalia kwa dakika 2. Sasa kuna wimbo ambao niliupendekeza kwamba huo wimbo ni lulu sana. Ukielewa teolojia yake, nafikiri utaenda kifua mbele. Sasa hapa Yesu, nani hapa aliyekufa? Hapa nani aliyekufa? Hapa aliyekufa ni sisi. Ile Torati, ile sheria haijafa. Ndio hapo. Nirudie tena kusoma. Nasema, kadhalika ndugu zangu, ninyi pia mumeifia Torati. Ninyi, wewe na mimi, ndio tuliokufa. Sio Torati imekufa, ndio tuliyekufa. Kufa maana yake ni nini? Kufa maana yake unahama kwa mme. Umekufa. Kwa maana hiyo, huyu mme aliyefiwa hawezi kuoa maiti. Unanielewa? Hauko hai. Hawezi kuolewa na maiti kama ndio. Hauko hai. Inabidi uhamia kwa mwingine. Lukusa. Huyu tunaitaka mume wangu Mungu amempenda zaidi. Mke wangu Mungu amempenda zaidi. Hawezi kuniacha hivyo, amenipa mwingine anipende naye tunapendana tena. Sasa huyu mume ambaye sisi tumekufa, kumbe kufa kwetu tumekufa kwa sheria, lakini tuko hai kwa Yesu Kristo ambaye naye alikufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kidoti kinachofuata sio kidoti, ni maelezo. Sasa nimekoti kitabu kingine ili tuone mantiki yake. Endelea kusema kama hapo kidoti kinachofuata. Na kama Kristo hakufufuka, basi imani yenu ni bure. Tena inaendelea. Mungalimo katika dhambi zenu. Na hao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Kama katika maisha haya tunamtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Hiyo ni Wakorintho ya kwanza 15 mstari wa 17 hadi wa 19. Sasa ukiufuatilia huo mstari, wengine huwa wanasoma wanakomea hivi. Wanafikiri Yesu hakufufuka. Ukienda kule mbele imesema, lakini sasa Kristo amefufuka. Na kwa nini alisema hivyo? Kwenye mistari hiyo ni mkutadha ambao kulikuwa na kundi kijiwe, makundi yamegawanyika. Wamo wale wako pamoja lakini wamegawanyika. Wengine wa kundi hili kama kwamba tunaweza tukawemo huko kanisani, tumegawanyika. Hili kuna kundi hili, kuna kundi, wote tunaenda pamoja. Sasa kulikuwa na kundi likainuka likasema hakuna ufufuo wa wafu. Ndivyo ilivyotokea mpaka Paulo akasema hayo. Na wengine wakasema kuna ufufuo wa wafu. Sasa hapo ana argue. Anasema kwamba mbona kuna wengine wanasema hakuna kiama ya wafu. Ndio akaanza kusema kama hakuna kiama ya wafu, basi na Kristo hakufufuka. Na muelewe, kama Kristo hakufufuka, basi imani yenu bure. Tena akasema mungalimo katika dhambi zenu. Tena akaongeza, na hao waliolala katika Kristo wamepotea. Na kama Kristo hakufufuka, sisi hawa ambao tunamtumaini Kristo, anasema neno tu masikini kuliko watu wote duniani. Kama Kristo hakufufuka, anasema kwamba
mhochele tuliba kupini halilwa. Yaani Kiswahili inasema tu masikini kuliko watu wote. Kile Kisukuma kilitoka kwenye Kigiriki ndicho kilicho kizuri zaidi. Inasema hana maana ya kuwa masikini kwamba kukosa pesa au vitu. Hana maana ya kwamba ni watu kupini halilo, maana yake ni watu wa kusikitikiwa. Kupini halilo maana yake kusikitikiwa ni kwamba nikisema na kupini halilo na kusikitikia, wao wanashika shavu. Hivyo ndivyo ninakusikitikia. Mtu wa kanda ya ziwa akikufanyia hivi, maana yake wewe, yani unafanya ungejua, sijui nikwambieje, sijui iweje. Yaani wewe mbona unacheza na sio unga ule, yani unatumaini majivu. Umeona? Sasa kama Kristo asingefufuka, sisi sote tu watu wa kusikitikiwa. Eti kila siku hapa unachelewa, halafu unatoa zaka, sina sadaka na nini. Majonjo yote haya majonjo. Kama Kristo hakufufuka, tunapoteza. Kwa hiyo tumaini letu, wengine wakasema tumaini letu Kristo tumaini letu. Walikuwa na maana gani? Walikuwa na maana hiyo ya kufufuka. Na sasa nisikilize. Wengine wanasema kwamba wale wa Sunday, unajua maana ya Sunday? Sunday ni siku ya jua. Siku hiyo utapumzika motoni, maana unaliabudu jua, umetukuza jua. Na hasa ule ni uchokozi. Tena uchokozi ambao ni mtu hakusoma. Na kama amesoma, alikuwa anasinzia darasani. Na kama hakuwa anasinzia, alikuwa anazurura kimawazo. Na kama alikuwa hazururi kimawazo, alikuwa na mpenzi wake humo. Maana mambo ya mipenzi huwezi kushika kitu. Nilikuwepo mwanafunzi mmoja alikuwa na akili sana, akaja kurudia. Nilikuwa nashika namba 1, akaja kunipindua, nikawa nashika namba 2. Nikamwangalia, ninajaribu kuwa anasomaje, nikamtafutia kila kona anasomaje. Mtihani leo akanipiga chini tu. Wakasema amepata kiboko yake. Akasema kuja kushtukia, si wakampenda mabinti, wakaanza kumzungukia. Alipoonja asali zikaishamu. Mtihani ulivyofuata, nikampiga chini, wakashangilia kama Simba na Yanga vile. Nasema mpenzi hapa. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni kwamba Yesu ameshafufuka. Bila ufufuo hakuna. Kwa hiyo kiniambia wewe unakuwa Sunday. Hujui Sunday ni siku ya jua. Saturday ni siku ya nini? Monday ni siku ya Wednesday. Tuesday ni siku ya nini? Thursday. Unaelewa hayo? Sasa mbona tunaongea, basi mimi nitaabudu jua na wewe utaabudu shetani? Nani ambaye ameangukia kwenye umambo zaidi? Shetani ndio anayetusumbua. Saturday ni siku ya shetani. Sasa mimi jua wala sio shetani. Ninaweza nikalijua nikabadilika. Sasa wewe shetani atakukamata, maana ni nafsi, jua sio nafsi. Atakukamata. Kwa hiyo nikumbe mpaka wanafunzi katika ibada zao wakarudi siku ya kwanza ya juma, ndiyo Jumapili, juma la Kiyahudi Jumapili, kwa siku wakageuka na wakaanza kusifu ufufuo, kuinua ufufuo. Ufufuo utakufufua. Ufufuo utakufanya uachane na dhambi. Ufufuo utakufanya uwe mshindi. Ufufuo utakufanya biashara yako iende juu.
hakuna hirizi wala usiende kwa waganga. Wala atakudanganya, atakupa na mazizi ameisaga, ataweka na asali uilambe uone hii ni asali. Walikuwepo na watu ameshindwa kuoa au kuolewa, anaenda kwa mganga wa kienyeji, anaenda kuchanjwa machale, anaambiwa na kwenye ulimi uchanjwe, atama anapakwa masisi. Eti utakapokuwa unaongea, utakuwa unaongea utamu, halafu anapakwa na masisi, halafu yamechanganywa na asali, halafu anapakwa, anaambia unafuataka hayo kwa mganga, unajua siri yako. Sio wote waganga wenye miujiza na ndumba wale. Wachache na wengine walio wengi wababaishaji wenye kutumia majini na mapepo ndio wale. Lakini kuyatumia majini na mapepo mpaka uyaridhishe kuna kafara zake. Sasa unaenda kwenye ibada za namna hiyo, unamwacha aliyekufa yeye akaleta mauti akafufuka. Na Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa kapointi kanakofuata, kadoti kanakofuata kanasema tunaweza, kanasema nje ya Kristo tamaa za dhambi zina nguvu juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nje ya Kristo tamaa za dhambi zina nguvu juu yetu. Nje ya Kristo. Ndio maana alipoangikwa msalabani aliwavuta wote waende pale, na humo ndani yuko Mungu anapatanisha nafsi za watu na nafsi yake, tuwe marafiki ili tuweze kuzaa matunda. Lakini nje ya Kristo hakuna jina jingine ndani yake chini ya jua. Ndio maandiko yamesema hakuna jina jingine. Mistari inasema, ni Warumi hiyo mstari wa 5, nasema kwa maana tulipokuwa katika hali ya mwili, tamaa za dhambi zilizokuwako kwa sababu ya ile torati zilitenda kazi katika viungo vyetu hata mkamzalia mauti mazao. Ninataka kusema nini hapa? Ninafafanua. Kumbe torati au sheria sinasema usinde, usizini, usinyonye, usiabudu, usi. Si ndio? Sasa sikiliza mfano. Kuna mzungu mmoja alikuwa ni missionary. Sasa yeye alikuwa, kwa sababu missionary wa Afrika wao wanapenda kuingia tu, anaingia wao mpaka akukaribishe, mpaka upange naye. Basi akaona wanazidi mno, wanachungulia, akaandika neno usichungulie ndani. Halafu alipowakaribisha, kila anapoangalia usichungulie ndani. Wakaanza, mmoja akaanza kujiuliza kuna nini? Tena ni pazia tu, hata hakuna mlango hajafunga, ni pazia tu. Hapo usichungulie ndani. Anapokaa tu inalia usichungulie ndani. Baadaye anaanza kuna nini? Akasikia amechukua pikipiki yule mzungu. Wa Afrika weusi, sema wakaisikia inaishiria pikipiki huko. Asema sasa ameondoka. Hivi kuna nini? Akachungulia makanani yake ndoba, hakuna hata chochote mle ndani. Nielewe vizuri kwenye mfano. Kumbe wakati mwingine ukisema usiue, usizini, linaamshwa lile dude. Dhambi inakaa ndani. Usiposema hivyo, usipotokea hivyo, dhambi inalala usingizi.
Kuiamsha ni kujisogeza kwa mwanamke au kwa mwanaume au kwa nini au kujirani, kushika mabega sui nini, unaanza halafu mtu akasema usifanye, inainuka kwa nguvu. Ndio maana anasema Paulo kwamba ile torati huwa inainuka. Kwa hiyo ile ni hali ya torati. Akasema hawawezi kuzaa matunda kama watakaa na torati. Imetosha. Na ukisoma vizuri akasema torati hiyo iliwekwa hivyo, lakini torati ilikuwa na hukumu yake. Sasa Agano la Kale limemalizia na laana. Kile kitabu cha mwisho nini, kitabu gani? Malaki. Ukisoma kule utakutana na neno la Mungu, atawapiga dunia kwa laana. Sheria inaenda na hukumu, na hukumu ni laana. Na ndio maana ukisoma utakuta Kristo aliyeangikwa msalabani alikuwa anaitwa amelaaniwa. Msalaba alioangikwa Kristo ulikuwa ni wa Kirumi, ni ule wa bimu yenye karibu ile bimu ya kwenda juu inakuwa fupi kidogo kama vile, halafu hii ya hapa inakuwa ndefu kidogo, halafu kwenda chini ni parefu sana. Ni msalaba wa Kirumi. Msalaba wa Kigiriki kuna msalaba wa Kiorthodoksi. Mwingine kuna msalaba wa kama X hivi. Ukisulubiwa kwenye msalaba huo, si X hivi, kile kichwa kitakuwa kinahengi, hakuna pa kulaza. Kitahengi, mikono utaenda hivi kufuata X na huku hivi, na miguu utafuata X hivi. Ndio msalaba wa X ulikuwa hivi. Alafu msalaba mwingine ulikuwa wa kujumlisha. Yaani urefu wa kwenda huku sawa na huku sawa, unawekwa katikati, unafungwa hivi kama nani. Ilikuwa msalaba ya namna hiyo. Sasa Yesu alisulubiwa kwenye msalaba ule wa Kirumi. Ule wa hivi hapa kichwa unakilaza hivi, ili wagongelee ile hati ya iliyoandikwa pale. Kwa maana hiyo sasa ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo Kristo ni kama mume kwetu. Sasa tunakuja doti nyingine inasema tu watumishi katika hali mpya ya roho. Wa Kristo tu watumishi katika hali mpya ya roho. Hiyo hali mpya ya roho iko katika Kristo, na bila kufufuka haiwezekani kutupata hiyo hali. Sasa pointi zake, neno lake linasema bali sasa tumefunguliwa katika torati, tumeifia hali ile iliyotupinga, ili sisi tupate kutumika katika hali mpya ya roho, si katika hali ya zamani ya andiko. Yaani ile sheria ilikuwa ni maandishi, usifanye mpaka 10. Sasa uliangalia hilo andiko linasomwa tena leo tu wavivu kusikia. Sasa Agano la Kale walikuwa na kipindi cha kusoma torati kwa robo siku na kwa nusu siku. Kama ni kwa robo siku, masaa 12 gawanya kwa mara 4 unapata ngapi? 3. Masaa 3. Amesimama tu amesoma hapo masaa. Tunamaliza kutafuta. Wengine wanasema yaani tumechoka. Kweli, lakini Agano la Kale masaa 3 amesimama hapa, sio kama ni mjumbe wa sinodi mpaka utapata kihindi, lakini Mungu anamjalia anasoma torati, usifanye hivi, na ufafanuzi wake mpaka masaa mangapi? Upo tu pale. Wengine ni wachovu na walikuwa wanaelewa kweli, na hiyo ilikuwa inafuatana na hukumu yake. Ukimtoboa mwenzako jicho, na wewe unaletwa hapa, ulimtoboa angalia huku, Joni watoboaje? Kama umenadia unapigwa mawe. Alafu kama ukikutwa kama ni washerati, ukasema
Mungu, piga kelele. Ipo andiko hilo, piga kelele, kieleweke. Piga kelele. Hujapiga kelele utapondwa mawe wote wawili. Pa! Ndio kuisha uasherati, kuisha uzinzi. Ndivyo ilivyokuwa. Lakini sio leo. Sio leo. Leo tuko katika hali mpya kama tulivyosoma. Tukimbie kidogo. Alafu doti inayofuata. Doti inayofuata. Inasema Wakristo tunaweza kuyafisha matendo ya mwili kwa roho. Tunaweza, lakini kwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisemi hewani, sije kaniuliza swali, jibu liko pale. Mistari inasema, kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa, bali mkiyafisha matendo ya mwili kwa roho, mtaishi. Nimeongeza kwa ufafanuzi. Kuyafisha, ukayafishaje matendo ya mwili? Unachukua kitu suna ya choma au unakuwa? Nimeweka kana ni kuyakataa matendo mabaya. Yani inafika kipindi usipepese mdomo. Sema, mimi sitaki. Mimi semeni hivi. Niache tu hizo. Zamisi zinajulikana. Taja na kwa situ tunasoma Biblia. Mimi sitaki hili. Mimi sitaki hili. Mimi sitaki hili. Unatamka, una violate katika roho, na roho wa Mungu anaumba kile ulichokitamka, umekiazimia, anakiumba. Wewe ukiwa mbishi ukikataa, maana yake shetani naye anakuja anazungushia ulivyokataa. Ukisema no, kukomba mboga, anazungushia, Roho Mtakatifu anazungushia kukomba mboga kwa Sofia ni no. Ukisema kila siku mnanisingizia mimi sikombagi mboga, na kila kumbe ulikomba, shetani anakuja anazunguzia Sofia mboga komba. Sasa kila mduara una nguvu zake, uelewe. Kwa hiyo tunafunguka katika usemi, na ndio maana tumeumbwa wa kusema. Leo unaambiwa tamka hiki sitaki. Sasa mimi siwezi kusimama hapa nikiona jambo lazima nitamke kwa herufi kubwa hili no, alafu Roho Mtakatifu anakuja kuzungushia hili no, inaanza kupanuka, hapa ni no, hapa ni no, hapa no, 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 no. Nikisema yes, jamani yes, anakuja shetani naye anaanza kuzunguzia jamani yes, jamani. Halafu sasa hiyo nguvu kaiona zinashindana nguvu mbili. Kwa hiyo sasa katika roho tunayafisha kwa kufanya nini? Kwa kukataa. Negatively kabisa. Negatively. Unakataa, ninakataa, ninafundisha kukataa, ninakanyaga, ninaharibu, hata tukienda kwenye kuomba kama ni shandoro shata, ninakanyaga, unazunguka, unakanyaga katika ulimwengu wa roho, lakini usikanyage. Mungu anasikia na majirani watakuelewa kama ni kichafu. Hawaelewi hiyo. Anatosha kusikia Mungu wako hata kama na hawatasikia Mungu, lakini wamekanyagika. Unachotamka ndicho. Niombe tu tunani tuangalie, kuna mchoro kidogo hapo nimetengeneza. Sio ma display unaweza Sasa namba 1 na namba 2 ni michoro miwili tofauti. Namba 1 ni katika Kristo. Katika Kristo ni yule anayeenenda kwa roho. Unaona tabasamu lake? Nafikiri wanaume mnaweza kujitupia hapo. Kama naweza kujitupia. Tabasamu.
Ukiwa mtu wa hivyo, unajua wanaume wao anajumulisha kama leo utakuta amezirundika magunia 5 au 10. Baadaye anaanza kuona, anaanza kuhama. Hiyo ndio psychological. Akikutana na tule tunatotaka kumchepusha, anatabasamu hivyo. Kikitabasamu kimchepuko hivyo kinataka kukuchepusha. Usifikiri ni tabasamu katika Kristo. Ni unafiki kamedumbikia ili kakupate, kakufilimbe kweli kweli. Ndio binadamu. Lakini ukimkuta halisia yake utamjua kwamba ni namba 2. Namba 2 ni nje ya Kristo. Muangalie vizuri. Ni kamlemba lakini shida kako nje ya Kristo. Ndio unaiona na moyo wake mwekundu tena umepasuka. Kimeshindwa na nini? Kinawatafuta kweli, kinawatafuta. Ukizubaa mmeona kana mzoa kama ibilisi, kama nini? Yule ndege anayechukua vifaranga. Kakichukua kanachukuaga moyo. Hawachukua mwili. Nataka kumteka mtu moyo. Na sauti inabadilika. Ni kama kwamba pakone sema tena. Anasikili. Sasa anapo ndio simaku ni mwanamke hajaua. Anadakiza na ndio utakuwa kutoka kwenye principle. Mwanamke ametengenezwa huwa yenye harufu linanukia. Lakini kama hauko ndani ya Kristo ni namba 2. Kweli amechana vizuri. Hebu angalia macho, hata hebu rudisha vizuri, uangalie macho. Ni mrembo sawa. Shida yuko nje ya Kristo. Ndio hayo macho yameanza kuwa. Hebu kurudisha yule mwingine. Angalia tu. Chagua macho. Ameteswa. Moyo wake ni mwekundu. Yaani ni kwamba sasa huyo hata kama usome amri 10 si utazisomaje, utasemaje na ukali sijui, usijidanganye hata ukali. Yule ametekwa, yule ameharibiwa. Mpaka nini? Mpaka pamoja na Kristo wapi? Msalabani. Halafu hapo msalabani akutane na Mungu ndani ya Kristo, ampatanishe na nafsi yake, anaanza kubadilika. Bila hata kuhangaika na nini, anabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka wahubiri wenzangu wajiandae. Niombe ule wimbo walio na nini wataurudia. Hata ukiurudia bado ni mpya, bado ni mtamu. Kwanza hawajauelewa. Sasa baada ya kuhubiri ndio utaeleweka. Na nyinyi muimbe sasa kwa star vile. Usifanye nini? Weke muziki mpaka yakafunika. Weka standard. Najua walimu, najua kuweka. Seti tu mitambo pale. Kama nikamcharango katakwemo. Lakini nisikilize kwanza. Niseme hayo. Ni mtoto mmoja alizaliwa mwaka tarehe 13 mwezi Mei 1839. Mtoto huyu aliitwa ni William Patton Mackay. Alizaliwa na mama Mkristo na akalelewa kwa maadili ya Kikristo. Tangu akiwa
akiwa mtoto mdogo mpaka akawa kijana. Huyu mama alimlea katika Kristo, na huyu mama alimfundisha kusali, alimfundisha kusoma Biblia, Bible, na kukariri mafungu vizuri kabisa. Na kila Jumapili alikuwa akimwandaa ili aende naye kanisani, apige chenga anaye tu. Lakini alipokuwa anamfuatilia kwa maombi. Na maombi hakuwa anatumia viboko. Maana ukitumia viboko wanaweza kuona hata huyo Mungu, kama huko baba unaopiga sana, wanaweza kuona huyu Mungu ndiye baba, ni mbaya sana. Lakini maisha ya Kristo kiukweli hakuyapenda. Alikuwa nje ya Kristo kabisa. Hakupenda kupiga magoti kuomba, hakupenda kusoma Biblia wala kukariri mafungu na kwenda kanisani. Hakupenda huyu mtoto William. Aliwaza tu kwamba baadaye angeachana kabisa na maisha kama yale, angetoka nyumbani. Lakini mama yake hakujua kila kitu alichokiwaza huyu mtoto moyoni mwake. Na kumbe alipokuwa anaenda shule ya msingi, shule sekondari, alikuwa anajulikana ni Mkristo kwa sababu ni mtoto wa mama Mkristo. Ilikuwa hivyo. Na alipomaliza masomo yake ya sekondari, akachaguliwa kujiunga na chuo kikuu cha Edinburgh kwa masomo ya udakitari. Mama yake akafurahi sana tu, akafurahi. Kwa hiyo alipofurahi akamwombea sana, lakini akamwonya kwamba huko chuoni usije ukamwacha Yesu. Akamsihi, na hakumsihi tu hivyo, akamnunulia na zawadi nzuri. Katika moyo wake aliona ni nzuri, yani Biblia. Na ndani ya ile Biblia akaandika kwa mkono wake mwenyewe, zawadi kutoka kwa mama kipenzi kwenda kwa William Patton Mackay. Lakini yeye, huyo mtoto ni kijana wakati huo, hakupenda Biblia. Alichukua tu ili amfurahishe mama yake. Na alipofika chuoni, alijiona kama mfungwa aliyeachiwa huru. Alirukaruka kwa furaha, akajiunga na makundi ya ovyo na ulevi, pombe, na hata akasahau kabisa maisha ya Kristo, wala hakuenda tena kanisani. Na kuna siku akaishiwa pesa, akatamani kwenda kunywa pombe. Alichokifanya ni kuiweka rehani ile Biblia na kutumia pesa ile kwa pombe, na kusahau kabisa habari ya Biblia. Kafutika kabisa, ameiweka rehani, haipo kabisa, hakuna cha kusoma Biblia, Bible. Baada ya miaka 3, sikiliza, William alihitimu na kupata kazi katika hospitali ya serikali. Akapangiwa kufanya kazi katika chumba cha dharura, pale wagonjwa wanaposhughulikiwa kwa haraka. Siku moja aliletwa kijana aliyeamka toka juu wakati akiendelea na kazi ya ujenzi. Hali yake ilikuwa mbaya sana. Akaitwa William amsaidie. Naye William alikuwa amesoma vizuri, akampatia dawa za kumpunguzia maumivu ili apate kuongea naye, kupata taarifa zake chache. Akaomba kujua ndugu zake walikuwa wapi, wako wapi, taarifa zake ni zipi. Yule kijana yuko katika maumivu, akasema hakuwa na ndugu, ila akaomba aagizwe mwenye nyumba mahali alipokuwa amepanga aje hapo alipo. Kusudi lake tu ni kumlipa deni aliyokuwa na mdai. Huyo kijana alikuwa anadaiwa na yule mama. Akaomba aje tu amlipe, maana sijui alikuwa naona hali yake inaendelea vibaya sana. Na pia aje na kitabu cha pekee. Ambiwa aje na kitabu cha pekee. William akamtaka atoe maelezo ya aina ya kile kitabu ili kisije kikaletwa kitabu kingine tofauti. Yule kijana akasema, haina shida, kitabu kinajulikana bila shida. Wewe kamwambie tu kitabu cha William anakihitaji, na umpe taarifa aje nacho yeye. Kitabu kikaletwa. Kumbe
kitabu kile ilikuwa ni ile Biblia. Kijana sasa alipoichukua akawa anaisoma taratibu kwa sababu ya maarifa makali, alafu yanamzidi, anakiweka na kikumbatia kitabu, lakini anaonana kweli, alionekana mwenye furaha na matumaini tofauti na wagonjwa wengine, lakini alikuwa mgonjwa kweli. William akawa anajiuliza moyoni kwa ni kwa nini kijana yule alionekana vile? Akataka kujua ni kwa nini, hakupata jibu. Baada ya juma moja, yule kijana Mungu Bwana akampenda zaidi, akamuita mbele za haki. Ikawa vitu vyake sasa viwekwe tu mahali kwa kuwa hakuwa na ndugu. William akaja pale kitandani, si anafanya mpango vitu vyake na vitu gani viwekwe tu, hajulikani ndugu zake. Akaja pale kwenye kitanda. Alipofika kwenye kitanda kile, akakuta kile kitabu, angalia ni Bible. Alipokishika akagundua ni ile Biblia yake aliyoiweka bond, aliyoiuza, na mwandiko ule ule wa mama yake ulioandikwa miaka mingi iliyopita kwa njia ya ajabu. Biblia ile ikamrudia tena. Alipoanza kuisoma wakati huo, akipitia mafungu yaliyopigiwa mistari na mama yake, hali yake ikaanza kubadilika. Akagundua kumbe ni Biblia iliyokuwa ikimfanya yule kijana awe mwenye furaha na matumaini. Machozi yakaanza kumtiririka. Toka hapo akaamua kumpa Yesu maisha na kuhubiri kwa nguvu habari za Yesu na tumaini. Akatunga wimbo kufuatia maisha yake mapya ya pamoja na Yesu msalabani, ya kulifia Torati yaliyotokana na kile Biblia takiko huo ule wimbo yake tulizo ndio zinajulikana tajataji na kwa msiku tunasoma hivi. Mimi sitaki hili, mimi sitaki hili, mimi sitaki hili. Katika roho na roho wa Mungu anaumba kile ulicho umekiazimia na kiumba. Wewe unakikataa, maana yake shetani naye anakuja anazungushia ulivyokataa. Ukisema no, kukomba mboga, anazungushia Roho Mtakatifu anazungushia kukomba mboga kwa Sofia ni no. Ukisema haleluya, haleluya, manake alishinda. Kumbe Mungu aliamua kumpumzisha yule kijana ili ile Biblia imrudie William, ili apate kuongoa watu wengi. Na kweli William, ndio maana hata wimbo huu tunaimba leo. Lakini ni kazi ya huyu mama. Alikuwa naomba sana, alikuwa na mtegemezi. Bible anampeleka, anafanya hivi kama tunavyofanya watoto hapa. Tunawaombea, wanaenda tena huko. Ni kazi ya mama, ni kazi ya kanisa kuwapeleka kempu, kuwafanyia hivi na vile. Ndio upendo wa Kristo, na wao wanajifunza. Na tunapoimba hapa wanakwaya, na wazazi tunapotembea, wanahitaji wajikumbushe, waige ushuhuda mzuri kama wa yule mama, ili akapate kubadilika. Lakini hatuwezi kuzama tu, huyo akazama tu, huyo mtoto wa huyo mama akazama tu kwa namna hiyo. Hakutumia miboko, hakutumia makashikashi, alikuwa kila leo anamandana, anahangaika. Na yeye mwenyewe alikuwa pamoja na Kristo msalabani, na alijua msalaba ni nuru gizani, na alijua kufufuka ndio nguvu ya kuzaa matunda. Na kweli kabisa imeandikwa, waliopandwa
Sasa tumeona huu mfano na tumeyaona maandiko. Wewe usihangaike, notes hizi ninazo, naweza kutoa photocopy au kukulitia vizuri zaidi katoka ukawa nazo, unaweza kusoma vitu vingine kwa kina. Kiendelea kama kila kitu tueleze mpaka kiishe.